Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba kwa ruksa yako na muda nitambue watu wachache ambao nadhani Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama sitowatambua hapa maisha yangu yanaweza kawa magumu sana katika utekelezaji wa majukumu. Kwanza kabisa, bosi mwajili Bwana Joseph Masunga, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Morogoro. Maana sipomtambua Bwana Masunga ajira zaweza kawa ngumu. Lakini pia msomi Enos Swale, makamu mwenyekiti wa kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Lakini pia wageni wetu waliotukimbilia, wenzetu tunaofanya nao kazi, mkurugenzi Ali Abdalla Ali toka Zaeka na Bi Amina ambaye ni mpya kabisa, maana jana ndo nimemwona anaapishwa. Kwa hongera sana mama yangu na karibu kwenye kazi hii ya kukimbiza na rushwa. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda na mimi nipaze sauti kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukupa afya njema, lakini pia kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kukupa nafasi hii ya kuja kumwakilisha. Kama alivyoeleza mkurugenzi mkuu, kwetu sisi ni heshima kubwa, lakini pia naendelea kukupongeza wewe kwa kuchapa kazi, na kwa hakika sisi ambao tunakusaidia ni kazi tunafarijika sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimepewa jukumu la kukaribisha wewe uongee nasi. Lakini kabla sijakukaribisha, na mambo mawili ambayo nataka niyaseme mbele ya mkutano huu. Kwanza, nitumie nafasi hii kuishukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwezeshaji mkubwa ambao umekuwa unafanyika mara kwa mara. Mkurugenzi mkuu ameeleza katika kipindi cha miaka 5 kazi kubwa na uwezeshaji mkubwa ambao umefanyika. Lakini mimi nataka nitumie nafasi hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuishukuru serikali kwanza kwa watumishi wapya. Katika mwaka huu tumepata watumishi wapya 980. Kwetu sisi ni jambo kubwa sana, na maana nguvu kubwa ya mapambano inaenda kuwekwa huko. Lakini sio hilo tu, pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka tushukuru pia kwa uwezeshi wa fedha ambao umetusaidia kuweza kujenga majengo mbalimbali, na pia fedha hizo zimetumika pia kwa ajili ya kununulia vifaa mbalimbali. Kama unavyoona wakubwa hawa katika wilaya zetu zote na zile wilaya maalum, kila wilaya ina gari, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini pia kwa wenzetu wa mikoa wana magari mawili. Kwa hiyo unaweza kuona kwa nguvu kubwa ambayo serikali imeiweka, na sasa hivi naweza kusema Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnachotudai ni matokeo ambayo Mheshimiwa DG hapa ameeleza kwa ufupi, na kazi inaendelea. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaweza kuwa shuhuda, juzi hapa kuna mtu mmoja tumemdakua, alikuwa na mahela mengi sana akaweka ndani. Ile ni kazi ya vijana wako hawa, na Mheshimiwa Waziri Mkuu anastahili kupigiwa makofi kabisa, kazi nzuri inayokwenda. Na ndio maana mwanzo nilimtambua mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu haya yote ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mwenyekiti, ninaamini kabisa unaona kazi nzuri ambayo umetukabidhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuhakikishia wewe, lakini pia kuhakikishia wenzetu wanaotekeleza kazi hii kwamba wizara tutaendelea kuisimamia TAKUKURU kwa mujibu wa sheria na kadri maelekezo ya Mheshimiwa Rais na viongozi wetu nyinyi mtakavyotuelekeza, kwa sababu kwetu sisi nia yetu na majukumu yetu ni kukazia katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Pili, tutaendelea kuboresha utendaji kazi wa utumishi wa umma ili watumishi wanaojihusisha na vitendo vya rushwa basi waweze kujua kwamba serikali hii ya awamu ya 6 haina mchezo inapofika kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Kwa sababu tukifanya hivyo, tija itapatikana na wananchi wetu watapata ile stahiki yao ya kuchagua uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ili uweze kuwasaidia katika kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi, wageni waalikwa, mabibi na bwana, kama nilivyoeleza awali, jukumu lilopewa leo ni kukaribisha wewe uweze kuzungumza nasi na kupitia mkutano huu uweze kuzungumza na Watanzania. Lakini pamoja na hilo, iwe ni ishara ya kwamba unatufungulia mkutano wetu mkuu huu wa mwaka wa watumishi na wafanyakazi wa taasisi yetu hii ya TAKUKURU. Kwa maneno mengine, Mheshimiwa mgeni rasmi, hili ni jukwaa lako, sio jukwaa langu. Hivyo pasipo kuchosha, ni kushukuru mgeni rasmi kwa kuridhia kuja katika mkutano wetu, na sasa ninayo heshima ya kukusimamisha ili uzungumze na Watanzania na viongozi waliopo katika ukumbi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana.
Kazi na utu. Kazi na utu. Kuzuia rushwa.